kuangazia kwa ufupi safari ya maisha na utumishi wa mmoja wa viongozi wakuu wa Kanisa Katoliki nchini, Kardinali Polycarp Pengo. Ni kiongozi aliyeacha alama kubwa katika uongozi wa kiroho na mchango wa kijamii hapa Tanzania. Hebu tuangalie historia fupi ya maisha yake, ukiwa nami Ngonise Kahise kutoka hapa Force News Tanzania. Kardinali Pengo ni nani na wasifu wa safari yake ya kihuduma ni upi? Kutoka hapa Force News Tanzania, twende pamoja. Polycarp Kardinali Pengo alizaliwa Agosti 5 mwaka 1944 mjini Sumbawanga, mkoani Rukwa, karibu na Ziwa Tanganyika. Safari yake ya utumishi wa kanisa ilianza rasmi Juni 20 mwaka 1971 alipowekwa wakfu kuwa padri na hayati Askofu Charles Msakila wa Jimbo Katoliki la Sumbawanga. Katika maisha yake ya huduma, Kardinali Pengo aliwahi kufundisha katika seminari kuu ya Kipalapala, Tabora, kabla ya kuteuliwa kuwa askofu katika majimbo mbalimbali ikiwemo Nachingwea, Tunduru, Masasi na baadaye jimbo kuu la Dar es Salaam. Aliteuliwa na kusimikwa kwa mara ya kwanza na Papa Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili. Mwaka 2012 Papa Benedict wa 16 alimchagua kuwa mjumbe wa Synod ya maaskofu katika mkutano mkuu wa 13 wa Synod uliofanyika Oktoba mwaka huo. Alistaafu rasmi nafasi ya askofu mkuu mwaka 2019 baada ya zaidi ya miongo minne ya utumishi wa kiroho. Kardinali Pengo amefariki dunia Februari 19, 2026 majira ya saa 4 usiku kwa saa za Afrika Mashariki, alipokuwa akipatiwa matibabu katika taasisi ya moyo Jakaya Kikwete JKCI, Dar es Salaam. Kwa mujibu wa taarifa ya Askofu Mkuu wa Dar es Salaam, Mhashamu Jude Ruwaichi. Swali langu la siku: wewe unamkumbuka Kardinali Pengo kwa mchango gani?